Bunge kuu la Marekani pamoja na mahakama ya ICC kwa pamoja wamekaa mezani na kuweka mjadala unaohusisha nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania kuhusiana na masuala ya kidemokrasia pamoja na mambo yanayoendelea nchini na uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ilikuwa ni mjadala mzito, kwani huenda Dr. Samia Suluhu Hassan akaanza kuzingatiwa vikali kuhusiana na vitendo vilivyotokea kabla na baada ya uchaguzi. Lakini kabla sijakupeleka kwenye makala kuu, nikukumbusha kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe, kwani taarifa hizi utazipata kila siku kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV. Na mwenyekiti wa kamati ndogo ya Afrika, Chris Smith, katika hotuba yake amesema kwamba kwingineko barani Afrika ni Tanzania ambapo imeshuhudia kuhusu kurudi nyuma kwa uhuru wa kidini. Makakasi wengi wa Kikatoliki akiwemo Padri Charles Kitima walishambuliwa au kutekwa nyara baada ya kukosa dhuluma zilizofanywa na utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kiongozi wa upinzani Tundu Lissu bado amefungwa. Balozi wa zamani wa Tanzania Humphrey Polepole bado hayupo baada ya kutekwa nyara kwa vurugu, na mamia labda maelfu ya Watanzania wametoweka bila dalili yoyote kufuatia vitendo vya upinzani vilivyokuwa vikiendelea. Lakini mbali na hapo, matawi zaidi ya 2,000 ya kanisa yanayohusiana na kanisa la Glory of Christ la Askofu Josephat Gwajima la Tanzania yalifungwa baada ya kupinga utekaji nyara huo na mauaji ya nje ya mahakama. Waumini mara nyingi walipigwa Jumapili baada ya Jumapili na mamlaka kwa kujaribu kukusanya na kukusanyika kwa ajili ya ibada zao za kila siku. Jumuiya ya kimataifa ingesimama katika mshikamano na viongozi hawa wa kidini, mapema mauaji ya Oktoba 29 yangeweza kuzuilika. Na mauaji hayo yalijumuisha mauaji ya yatima wa mitaani, wanawake wazito, watoto wachanga pamoja na ukiukwaji wa uhuru wa kidini katika hospitali za Kikatoliki, ambapo mamlaka yaliwashinikiza watawala kuwahamasisha waandamanaji waliojeruhiwa na kuweza kuwahamisha kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti. Lakini watawala walipinga kwa ujasiri na kusimama katika haki. Na hiyo ndio ilikuwa makala iliyolenga mjadala mzima wa huko Washington DC katika mahakama kuu ya ICC, lakini pia pamoja na bunge la nchini Marekani. Lakini maswali mengi yanabaki kumkichwa ni kuulizana ni kwamba vipi kuhusu maridhiano ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa akianzisha, lakini akipingwa vikali na Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambao ni chama pinzani, kwani imeonekana ni maridhio yasiyokuwa ya mikakati na kidemokrasia kabisa. Lakini mbali na hapo, taarifa zingine ni kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye bado anashikiliwa na jeshi la polisi, tunatarajia kesi yake kuendelea wiki hii pale ambapo tunatarajia kupata darasa linalohusiana na masuala ya kisiasa kutoka kwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini mbali na hapo, Mheshimiwa John Heche ameliambia taifa na Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba hatakiwi kuwa na wasiwasi wowote ule, kwani haki itazidi kusimamiwa na haki ya mtu yoyote haiwezi kupotea, kwani nyakati kama hizi alitajiwa kuwepo na familia yake, lakini badala yake yupo rumande kutetea haki za Watanzania na haki za kibinadamu kwa ujumla. Mbali na hapo pia, kesi hiyo inatarajiwa kusikilizwa ndani ya wiki hii, lakini viongozi mbalimbali wamejiandaa kujitokeza katika kesi hiyo ya mheshimiwa wao Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini pia mbali na hapo ni kusihi kwamba usisahau kusubscribe, kwani nakala zote kumuhusu Mheshimiwa Tundu Lissu kesi yake itakapoendelea utazipata kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV.